Kama ambavyo ni mgonjwa ama hujisikii vizuri, basi unaweza kashika kifua chako. Unaweza kashika kifua chako wewe ambao hujisikii vizuri. Na kama huwezi kusimama muda mrefu, unaweza kaketi uwe huru. Unaweza tu kaketi kama huwezi kusimama kwa muda. Na kama ni matatizo mbalimbali, mapito mbalimbali nje na ugonjwa, basi unaweza kashika ufahamu wako. Mateso mbalimbali unaokutana nao na unahitaji Mungu afanye njia katika hayo, akuongoze njia ipi sasa. Unaweza kashika kichwa chako ukiwa umeketi, ama kama una stamina basi ukisimama uwe huru. Maana kitu kinachoangalia ni moyo wako unavyomwelekea Mungu. Baba Mungu mtakatifu, katika jina la Yesu Kristo, neno lako linasema katika kitabu cha Yakobo sura ile ya 4 na ule mstari wa 8, nasema ya kwamba mkaribieni Mungu naye Mungu atawakaribia ninyi. Baba, tumekukaribia kwa kulisikia neno lako, na watu wako wamejihimu, wamefika mbele zako, ni kanisa lako, na walilisikia neno lako, na ndani yao wameelewa kile unachoanza kuwafundisha juu ya mzaliwa wa kwanza. Lakini baada ya hapo Mungu, angalia madhaifu walionayo. Wewe ndiye mponyaji, wewe ndiye unayeponya, wewe ndiye unayefungua, wewe ndiye unayehuisha, ndiye unayehuluku. Katika jina la Yesu Kristo, kila mateso, iwe vya viungo, iwe ya moyo, iwe ya kifua, iwe ni kichomi, na namna zozote kwenye mifupa, kwenye tumbo, kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo, iwe damu, iwe macho, giza lote liondoke, na kila upinzani na mateso yaondoke, yaachilie watu wako, na kila chochote ambacho wanapambana nacho katika ulimwengu wa roho, na chochote kile ambacho wamefungiwa njia zao, waliozuiliwa njia zao, walioonewa, walioharibiwa, waliofungwa, na wafungua kwa jina la Yesu. Nakataa kila mateso yote yalionenewa, mateso kwenye miili yao, mateso kwenye ndoa zao, mateso kwenye ndoa zao, nguvu za kiume, 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 roho ya mapoza kwenye nguvu za kiume, roho yote inayopambana na ndoa kwenye nguvu za kiume, ninakuamuru kutoka sasa, vunjika, achilia ndoa hii. Nguvu za kiume, nguvu za kiume, nguvu za kiume, roho yote inayoshambulia ndoa, inayoleta maumivu kwenye kizazi, inayoleta kizazi wakati wanakutana kwenye ndoa, inayoleta mateso, roho ya mateso iliyojificha kwenye ndoa, iliyojificha sehemu za siri, iliyojificha, inayeua mishipa, inayeharibu mishipa, inayechosha mishipa ya kiume, nguvu zote zinazolegea kwa mamlaka ya jina la Yesu, ninakuamuru achilia ndoa hii, na kuamuru achilia kiuno hichi, na kuamuru achilia kwa jina la Yesu, na kutenga kwa nguvu ya jina la Yesu roho ya tafsiri mbaya kutoka kuzimu iliyoshika nafsi yako, inayepangua ujumbe, inayepangua baraka, ninakuamuru kutoka sasa, ondoka, ondoka, na hacho macho yako yaliyotiwa giza kupata tafsiri za adui, na zingoa kwa mamlaka ya jina la Yesu, na komboa kizazi chako, na komboa tumbo lako, na komboa kiuno chako, na komboa nguvu zako za kiume, na tamka uwe na nguvu za kiume kwa mamlaka ya jina la Yesu. Wewe mwenye ndoa ambaye ndoa yako imeingiliwa na adui, majini 7 ng'oka, majini 7, majini 7 ng'oka, achilia ndoa hii, achilia ndoa hii, achilia ndoa hii, achilia ndoa hii, achilia. Unaleta mateso kwenye ndoa. Kuna watu wanakutana kwenye ndoa, ni wanandoa kabisa, wameoana na wanandoa, wanakutana kwenye ndoa, adui anawapiga kwenye ndoa, mwili wa mume unashindwa kusimama, mwili wa kike anapata maumivu makali. Ng'oka mateso haya, ng'oka. Umenena aibu, umenena aibu, umenena aibu, umenena aibu kwenye ndoa, umenena aibu, umenena faraka, umenena iwe aibu ili waumie, ili waumie, ili wasipendane. Kwa damu ya Yesu Kristo na kuteketeza out. Achia ndoa hii
Biblia inasema ndoa na iheshimiwa na watu wote, na mimi nasema ndoa iheshimiwa mpaka na kuzimu, iheshimiwa mpaka na majini. Achilia uliokamata ndoa hii. Umekamata ndoa, umekamata ndoa. Achilia wewe jini, come out. Watu hao wamepata shida muda mrefu, wamepata shida muda mrefu. No, kaachilia ndoa. Achilia ndoa hii, achilia mwanaume huyu. Na amuru kutoka sasa, kama alivyoumbwa nguvu zake zirudi, kama alivyoumbwa nguvu zake zirudi, na mateso yaondoke kwa nguvu ya jina la Yesu. Kila aina ya mateso na yafuta yaondoke kwako. Mateso ya maumivu, mateso ya kichwa, mateso ya macho, mateso ya ulimi, mateso ya meno, mateso ya fizi. Ng'oka, achilia fizi zake, achilia koo lake, achilia pumzi yake kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo. Na watakasa. Natamka uzima kwenye miili yao, natamka uzima kwenye viungo vyao, natamka uzima kwenye familia hii, natamka uzima kwenye kazi za mikono yao. Mungu ulisema utabariki kazi za mikono ya watoto wako. Nafungua mlango, nafungua mlango sio fungwa Bwana. Nafungua mlango uliofungwa muda mrefu. Nafungua uchumi wa watu hawa, nafungua njia zao zilizozuiliwa. Nafungua na furaha kama uthibitisho wa kufikia yale yaliyokuwa yamezuiliwa muda mrefu, wakayaone na yakawa endelevu katika maisha yao, nao wakutukuze. Kutoka sasa udhaifu usirudi tena, mateso haya yasirudi tena, mashambulizi haya yasirudi tena. Natamka uzima katika viungo vyako, kwenye mifupa yako, kwenye kiuno chako. Asante Bwana, katika jina la Yesu Kristo nimeomba na kuwaweka huru. Na mtu mmoja aseme amina. Amen. Bwana asifiwe. Unaweza kujikagua na Mungu kama amekufungua, basi utampa Yesu makofi na kumshangilia.